Sawa, leo tutaendelea tulipoishia jana. Leo tutaenda kujifunza kuhusu programming language. Programming language ni nini? Programming language ni lugha ya programming, lugha tunayotumia kuongea na nini na kompyuta. Navyokwambia kwamba kompyuta na human beings hawawezi kuongea moja kwa moja, sababu kompyuta anaelewa binary numbers peke yake, anaelewa zero and ones, na tumeona binary number ni kitu gani. Kwa hiyo watu wakaamua kugundua njia ya kuweza kuongea na kompyuta. Kwa maana nyingine, njia gani ya kuiambia kompyuta nini cha kufanya. Tatolea mfano, unaenda kwenye mgahawa wa Kichina. Wewe ni Mswahili, unaenda kwa mgahawa wa Kichina, unawakuta watu wa pale wote wanaongea Kichina. Kwa hiyo utafanyaje sasa? Unaona? Kwa hiyo utahitaji lugha pale kati ya kuweza kuwasilisha maswala yako kwa pale kwenye ile mgahawa. Kwa hiyo ile lugha ambayo itakuwasilisha wewe kuongea Kichina, Mchina akuelewe, huku tunaita programming language. Okay? Sasa programming language imegawanyika katika sehemu kuu mbili, kuna high level na low level. Kwa hiyo low level programming language ni zile language ambazo zilivumbuliwa na binadamu, lakini zinaeleweka zaidi na yani computer ndo anakuwa anazielewa zaidi. For only computer can understand that language. And the high level programming ni language ambayo kwa hiyo programming language ni njia ina communicate na kompyuta. Kwa binadamu anataka kuongea na kompyuta. Communicate na kompyuta maana yake ni kuiambia kompyuta nini wewe unachotaka. Na nini unachokitaka maana yake ni kuipatia a task. Sawa? Kwa mfano, ikutafutie labda ikufanyie mahesabu. Unaona? Hiyo ndio tunaita ndio jinsi ya kuongea na kompyuta. Kwa maana nyingine kuiambia kompyuta nini cha kufanya. Lakini kompyuta yenyewe inaelewa machine language kama tulivyojifunza huko nyuma kwamba inaelewa zero and ones, namba pekee yake. Kwa hiyo kuna kazi ya kufanyika hapo. Sasa hizi programming languages ni language ambazo zilivumbuliwa na binadamu ili aweze kumrahisishia binadamu kuweza kuwasiliana na nini na kompyuta. Sasa wakati binadamu anafanya hivyo, alianzaga na low level languages. Sawa? Kwa low level languages ni ile language ambazo ziko karibu na machine language, yani machine code, yani ile lugha ambayo kompyuta inaelewa. Kwa hiyo hizi ni language ambazo wakati binadamu anazitengeneza lakini zilikuwa bado ni ngumu kwa binadamu kuzielewa, lakini kompyuta ilikuwa ni rahisi kuzielewa. Kwa hiyo ilikuwa ni harakati za binadamu kuweza kuwasiliana na kompyuta. Kwa watu walivyoanza wakaanza na hizi low level languages. Kwa hiyo kompyuta zikawa zinaelewa, lakini binadamu akipewa asome zile au aziangalie zile language alikuwa haelewi, zilikuwa ni ngumu. Kwa hiyo
Hizi raw language zimegawanyika mbili. Kuna machine language ambayo ni completely computer peke yake ndio ataelewa. Kwa binadamu akipewa aangalie au aiangalie hizo language, hataelewa chochote. Unaelewa? Peke yake binadamu mimi peke yake computer ndio ataelewa. Na hizi language ziko directed executed by CPU. Sawa? Kwa maana nyingine ni kwamba unapoenda kwenye mgahawa wa Kichina, ukapewa wewe ukapewa menu ya Kichina. Sawa? Kiukweli hautoelewa chochote kama hujawahi kujua Kichina. Sawa? Kwa baada ya pale akasema hebu ngojea tu ulegeze kidogo. Ikaja assembly language. Kwa assembly language iko juu kidogo ya machine language. Wakaanza kuongeza maneno ambayo sisi binadamu akiangalia na anaelewa. Kwa mfano move, hard, haya ni maneno ambayo yalikuwa yapo kwenye lugha ya assembly language. Lakini bado computer haielewi assembly language, computer inaelewa machine language. Kwa hiyo kulikuwa inahitajika mtu wa kutafsiri pale. Huyo mtu wa kutafsiri anaitwa assembler. Kwa hiyo translator kwenye assembly language sawa, anaitwa assembler. Kwa assembler alikuwa anachukua maneno ya assembly language kuendelea mbele. Lakini bado pia ikawa sio binadamu wote wanaelewa assembly language. Ndipo hapo tukaja kupata high level programming language. Kwa hiyo low level languages zina sifa zifuatazo. Kwanza ziko fast. Kwa sababu gani ziko fast? Kwa sababu machine computer anazielewa vizuri, yani zimeandikwa katika level ambayo machine anaelewa, kwa hiyo ziko haraka sana. Kwa hakuna mkwamo pale kwenye machine, sababu lengo letu la mwisho ni kuiambia machine nini cha kufanya. Kwa hiyo low level language kwa sababu zimeandikwa karibia na level ya mashine kuelewa, kwa hiyo zinakuwa ziko haraka sana. Alafu ziko hardware dependent, kwa hiyo not portable. Kwa kuna nyingine zinaandikwa kwa sababu ya hardware fulani, kuna nyingine zipo kwa ajili ya hardware fulani. Kwa hiyo vile vile ziko hard to write and debug, zilikuwa ni ngumu sana kwa binadamu wa kawaida kuandika kuzidebug. Kwa hiyo zi give direct control over memory and CPU. Hili ni moja kati ya sifa za low level. Kwa maana nyingine low level language ni kama ile lugha ya ndani. Kwa mfano kama sisi Kiswahili, Kiswahili cha ndani zaidi. Kwa sasa hivi sio kila Mswahili anakuwa anakielewa. Lakini hiyo ndio low level language. Paka hapo labda kuna swali lolote hujaelewa what is low level language? Hello? Umeelewa? Kwa hiyo programming language imegawanyika katika makundi mawili, kwenye high level na low level. Na nitoa mfano wa wewe ukienda kwenye mgahawa wa Kichina, hautoelewa, kwa hiyo unahitaji kitu katikati. Kwa hiyo baadaye kwamba watu wanavyozidi kwenda kwenye mgahawa wa Kichina, sawa, pakaonekanika kunahitajika kuwa na standardization, na kuwa na lugha ambayo at least watu wako familia nayo. Hizo lugha sasa ndo zikaja kwa katika high level programming languages. Kwa high level programming language ni lugha ambazo ukiziangalia ziko kama zina maneno ya Kiingereza. Na mfano wa high level language ni C#. Na C# ukiangalia unavyoiandika ile ni high level language. Kwa sababu kuna maneno utayaona, kuna maneno ya Kiingereza kabisa ambayo binadamu anayaelewa, anaweza kayaandika. Sawa? Kwa maneno utayaona kabisa ni maneno ya Kiingereza. Mfano wa high level languages ni C, C++, Java, Python, C#, JavaScript. Kwa moja kati ya sifa zake hizi language ni kwamba ni easy to learn. Kujifunza kwake ni rahisi kwa sababu ni lugha ambayo inafahamika na kila mtu, yani ni lugha karibia binadamu anaelewa maneno ya Kiingereza. Kwa kujifunza sio ngumu.
tofauti na zile low level language. Sababu low level language ukiziangalia tu unaona mbona kama Kichina, maneno yake kidogo yamekaa kushoto, lakini hizi unaona mbona Kiingereza, unaweza ukasoma ukaelewa. Kwa ziko portable katika sense kwamba zinaweka katika difference system. Zile low level ziko specific kwa ajili ya second hardware, lakini hizi ziko portable. Unaelewa? Na zinahitaji kitu kinaitwa compiler na interpreter. Kwa sababu gani? Hizi lugha kompyuta anafahamu machine language. Kwa hiyo inabidi kuwe na mtu kati pale. Kwa hiyo unakwenda kwenye mgahawa wa Kichina, unahitaji translator, mtu kati aweze kuchukua yale maagizo yako ayabadilishe ili mpishi wa Kichina ayaelewe. Sawa? Kwa hiyo kwa maana nyingine kwenye masuala ya ziko slow. Kwa sababu anasema ziko slow kwa sababu kompyuta haielewi moja kwa moja, kwa zinahitajika kuwa translated, ingawa sio issue sana, zitakuwa translated lakini sio. Kwa translation ziko mbili, kuna compiler na interpreter. Kwa hizi language zinaweza kuwa zinapokuwa zimemalizwa kutengeneza, tunapokuwa tumemaliza kutengeneza program, hii program inakuwa inatakiwa iwe compiled au kuwa interpreted. Sawa? Kwa ina focus kwenye problem solve, not hardware detail. Kwa yenyewe mara nyingi haihusiani na hardware. Hizi zero level ndo zinajua kwamba okay, hizi instructions za hardware, huku instructions zake ni za nini? Za problem solve. Paka hapo sijui umeipata tofauti kati ya high level programming language na low level programming language. Nadhani umeipata. Kwa low level ni zile zinazoelewa na computer, and high level ni hizi ambazo binadamu anazielewa, ndio tunazojifunza. Kwa hiyo unapokuwa unajifunza programming language yoyote, hapa tunakuwa tunazungumzia high level programming language kwa sababu ndio watu wanaojifunza. Sawa? Na hizo tunazoziona. Kwa hiyo feature ni hiyo kwamba low level iko closest to hardware, ipo karibu sana na hardware, na iko far. Hizi high level ziko far from hardware. Manake hardware, anazungumza hardware inamaanisha zile chip za computer zinashindwa. Kwenye low level ziko karibu, manake zikaelewa. Kwenye high level ziko mbali. Readability, uwezo wa kuzisoma. Of course ukifunguliwa faili hapa la low level programming language, program iliyoandikwa kwa low level, haki ya Mungu unaweza usielewe ni kitu gani, lakini kwenye high level ukisoma na kuelewa, sababu kila kitu kipo karibu ya lugha ya Kiingereza. Speed ziko faster kwa sababu zinaenda moja kwa moja kuongea na nini na computer, lakini zingine zinakuwa ziko slow. Hazimaanishi kwamba ziko slow, lakini zinamaanisha kwamba zinabidi kwanza ziwe translated, yani ziwe translated ili ziweze kuwa executed. Kwa hiyo unajikuta kuna level nyingine ya kusubirisha, ndio zinakuwa slow. Kwa kabla haijakuwa executed inabidi kwanza iwe interpreted, ieleweshwe, yani iweze kuwa define, iweze kuwa compiled ili machine learning iweze machine code ile iweze kuelewa. Unaposema portability, maana yake hiyo language inaweza ikalani kwenye kompyuta moja kwenda nyingine. Kwenye low level not portable kwa sababu zinaandikwa kulingana na machine. Ndio kuna hizi Intel, sawa, kuna hizi Silicon Intel, yeah. Kwa hiyo kuna nyingine ni processor za aina fulani zinaandikwa kwa language fulani, na hizi zinaandikwa kwa language fulani. Mfano ni assembly language au machine code, na huku ni Python, Java and C#. Okay, the main idea kwamba low level language ni machine focus, zimekuwa focus kwenye machine. High level zina focus kwenye human being. Kwa high level language inamsaidia binadamu kuandika kodi easily kwa sababu binadamu ni rahisi kuzielewa,
while low level language ina give direct control over the computer hardware. Kwa mchoro unavyoona, unaona kwamba kuna programu ambayo ni wewe utaandika high level language C, sawa? Alafu hizo kutakuwa na kitu katikati kitacho kutranslate kwenda kwenye assembly language, afu assembly language itaenda kwenye machine language. Assembly language ipo hapa kwa sababu ya hardware, lakini machine language haibadiliki. Computer aidha imetengenezwa na Nvidia, imetengenezwa na Intel au IBM au nani, zote mwisho wa siku zinahitaji 0 and 1s. Lakini assembly language ambayo iko specific kwa ajili ya hardware fulani, unaweza kukuta kwamba hardware fulani ikawa na assembly fulani na hardware fulani ikawa na assembly au ikawa na instruction tofauti. Kwa hiyo hiyo ndio flow ilivyo. Kwa programa utakuwa unaandika high level language kwenye assembly language kwenda kwenye machine language. Ingawa kuna watu wengine hapa wako wanafahamu assembly language. Sawa? Which is good, you know, lakini hiyo that's how it is. Yeah, paka hapo nadhani hakuna swali lolote. Naweza tukaendelea. Sasa tunarudi kwenye kipengele kinaitwa program. Program ni nini? Program is a set of instructions written in a programming language that direct a computer to perform a specific task or solve a particular problem. Kwa hiyo program ambazo tunakuja kuziandika kwa programming language, sasa ni product ya programming language. Ni kama ni kama likaratasi lenye instructions ambazo zimeandikwa na programming language fulani inayoiambia computer nini cha kufanya. Kwa hiyo ndio itakuwa ndo kazi ya programmer. Kazi ya programmer ni kutengeneza set of instructions na kuiambia computer nini cha kufanya. Kwa ina contain instructions, command. Na kwenye hii course tutachojifunza ni hizi instruction na commands. Sawa? Misingi ya kuandaa instruction na command. Kwa it designed to solve a specific problem. Kwa hizi program imeandikwa kwa solve a specific problem. Inakuwa executed by a computer na inaweza kuandikwa kwa kutumia programming language. Na moja kati ya components za program ni input, kwamba data entered into the computer. Kwa program ina sehemu inayopokea data. Kwa utapokuwa unaandika program yako, kuna sehemu itapokea data, kuna sehemu ita process data, maana yake itatoa instructions and operations na perform that data, na itatoa output after processing that. Kwa hizi ni moja ya components za program. Kwa mfano wa programs ni calculator applications. Kwa applications ya calculator ni moja kati ya mfano wa program. Web browser hizi za kusafia internet. Mobile application kwa mfano ya WhatsApp, Instagram, YouTube mobile application, zile zote ni program. Payroll system, systems ya malipo, banking systems. Na importance za programs ni kwamba zina automate task. Automate task maana yake kuna kazi ambazo ungekuwa unazifanya manually, sasa hivi unaweza ukazi automate. Sawa? Ina increase efficiency ya utendaji kazi wa mtu, ina reduce human effort, mtu kutumia nguvu nyingi sana, na ina improve accuracy, sababu hii ziko na hesabu ambazo ziko high precision, kwa ndo zina improve accuracy. Tunaangukia what is the programming sasa. Programming sasa, programming sasa ni kile kitendo sasa cha kudesign, kuandika, kuzitesti, kudibagi na kumaintain hizo program. So ile process sasa ya kutengeneza program, kile kitendo mtu anakitengeneza program, hiyo ndio inaitwa nini? Program. Kwa programmer ni mtu ambaye anatengeneza program, na program ni kile kitendo cha kunini, cha kutengeneza program. Kwa programming sio kutengeneza tu nini programs, inahusisha kuidentify problem. Kwa mfano, watu wanachelewa ofisini.
Programming inahusisha kugundua tatizo. Hapa tunatatuaje hili tatizo la watu kuchelewa ofisini? Kwa kugundua hapa inabidi tutengeneze program. Watu watapoingia tu kazini wana saini kwa vidole, hapo tunajua ni nani amechelewa na nani ameingia muda fulani. Kwa ushajua tatizo kwamba hapa wanachelewa ofisini na hatujui ni muda gani watu wanaingia ofisini. Kwa hiyo solution sasa ni hiyo, na unaanza ku identify problem. Kwa hiyo process kuanzia unapoanza ku identify problem mpaka unapokuja kutengeneza program na kuendelea kuimaintain, ile process nzima inaitwa program. Kwa hiyo unaweza ukaanza kwa identify problem kwamba watu wanachelewa na hatujui muda gani wanafika ofisini. Unafanyaje? Unaanza ku design. Watu wakifika, mtu akifika atakiwa kufanya nini? Akifika ofisini anatakiwa kwanza kuregister. Na sasa register manual, sasa tutaka kuregister manual, tutatumia nini? Program. Kwamba tabia register aitie kifinga kwenye nini? Kwenye program. Ile finger kwenye program inabidi tuandike instruction kwamba at the moment anatia finger, tunamjua ni nani anatoa finger na ni wakati gani ameweka finger. Na tunatengeneza rules, sheria ambazo zita control kujua kwamba huyu kuanzia muda fulani mpaka muda fulani amewahi, kuanzia muda fulani mpaka muda fulani amechelewa. Baada ya kutengeneza hizo algorithm, unaanza sasa kuimplement, unaanza kuandika kodi kwa kutumia programming languages. Kwa zile basics ambazo tutaenda kujifunza mbele, sawa, ndizo zinazo hiyo process inaitwa coding. Ngao kuna watu sometimes wanachanganya kati ya programming na coding. Na maanisha kitu hicho hicho, lakini coding ni ndani ya programming, ipo ndani ya programming. Kuprogram kitu, ukifanya programming. Baada ya kutengeneza sasa, baada ya kuprogram, lengo la kukodi ni kuja na solution. Sasa nishapata application ambayo iko pale. Naanza kuitest. Je, inafanya kazi kama ninavyotaka? Kwa naweka pale na kutest. Kwenye kutesti utakuja kugundua mapungufu. Yale mapungufu unavyosolve, ile process ya kuyasolve mapungufu tunaita debugging. Bugs ni neno la Kiingereza likimaanisha bug. Unajua bug ni kama wadudu hivi, kuna wadudu fulani. Kwa kuwatoa wale, yani kutoa wadudu ambao hii imekuja kwenye concept ya electronics. Watu zamani wakiwa wanafungua redio walikuwa wanakuta mende. Sawa? Mende wale wanakula vitu kwenye redio. Kwa kuwatoa wale mende, maana ni kama kuondoa bugs, yani kuondoa tatizo. Kwa baada ya kutest utagundua kuna tatizo, unaanza kufanya debug. Hiyo pia bado ni part ya program. Na hii utaifanya sana. Kwa utapokuwa unafanya programu yako, naona programu yako haiendi vizuri, inabidi ujue tatizo liko wapi. Kwa kwenda kujua tatizo liko wapi, maana yake ndio process inaitwa debug. Baada ya pale unafanya documentation. Documentation ni nini? Documentation ni kwamba mtu atakayekuja kesho kuja kuangalia kodi zako aelewe ulikuwa na maanisha nini. Hata wewe mwenyewe baada ya miaka 6 uje kusoma unajua kumbe hii functionality ilikuwa inamaanisha nini. Na kumaintain maana yake ni kuendana na nini? Na ulimwengu unavyoenda, kwamba na mahitaji. Leo hii wakati tunatengeneza programu walikuwa watu 6. Kesho kutwa wanakuja watu 50. Unabidi uimaintain. Tulijaribu ofisi moja, tunajaribu ofisi 2. Kwa unaona hiyo process, huo mzunguko wote unahusisha program. Kwa program haisi kupiga kodi tu, inahusisha hizo process. Importance of programming, umuhimu wa programming. Programming ndo lengo kubwa ni kutengeneza tu application. Hii algorithm hapo usemaje? Algorithm ni algorithm design, sawa? Kwa mfano mtazamo tatizo la watu kuchelewa. Unaanza kuangalia kuanzia mtu anapotoka ofisini, anapotoka nyumbani kwake mpaka anapoingia ofisini. Zile process atafika hapa, akifika hapa atafanya hivi, akifanya hivi atafanya vile, akifanya vile ataenda hivi. Kwa hiyo ile process nzima ya huyu mtu kuchukua ile process ya kuchukua loko nzima inaitwa algorithm. Kwa mfano ukitaka kuandaa ugali au ukitaka kuandaa chakula, zile process unazozipitia mpaka unapokuja kupata ugali inaitwa algorithm. Kwa lazima uandishi wa algorithm mzuri
ndio unatengeneza product nzuri. Kwa mfano, unapokuwa unapika ugali, kuna watu wanatengeneza mabonge au wali, sio wali. Unapika wali, kuna watu wanatengeneza wali mbaya, kuna wengine wanatengeneza wali mzuri. Kwa sababu gani wanatengeneza wali mbaya? Kwa sababu kuna wengine wanafuata algorithm mbaya. Ufuata algorithm mbaya utatengeneza wali mbaya. Ukifuata algorithm nzuri utatengeneza wali mzuri. Kwa hiyo ndio hivyo. Yaani kuna step ukizifuata vizuri. Kuna mwingine anaruka step, anafanya tofauti, anatakiwa asubiri ili aweke unga, anawai, aweke maji. Kwa maana yake algorithm huja design nini? Vizuri. Kuna swali hapo? Hello? Hello? Umenisoma kuhusu algorithm? Umenisoma kuhusu algorithm sasa? Ni step zile. Algorithm ni step. Steps unazofuata kufanya jambo fulani. Utaratibu unaofuata kufanya jambo fulani. Nini kifanyike baada kitoka hichi kipate hichi kipate hichi kipate hichi mpaka unapofanikisha jambo. Hii ndio algorithm. Yeah. Yeah. Sasa kwenye kuandika kodi kuna wewe mwenyewe unaweza kaanza na test wewe mwenyewe. Sababu kwenye test kuna unit test. Utakuja kuzisoma. Test zile unapokuwa unaandika kodi unaanza na test ya wewe mwenyewe kwamba je, moja kujumlisha mbili. Sawa? Ni 3. Au subiri mtu aje kukuambia ni 3. Unaelewa? Unafanyia wewe mwenyewe. Yeah. Yeah. Sasa hiyo unataka kama unatengeneza programu kubwa sana, sasa hapo ndo watu wanakuja kutest. Umeona? Yeah. Lakini sisi asilimia kubwa tutadili kwenye sehemu ya coding tu. Coding ndo watu wengi wanafahamu programming is all about coding. Sawa? Lakini asilimia kubwa ni lazima wewe ushiriki, sababu huwezi kutengeneza kitu ambacho hujui kinaenda kusolve nini. Sawa? Wewe unaambiwa utengeneze mfumo wa HR, wewe mwenyewe hata HR hujui, sasa ndio utengeneza kitu gani? Kwa hiyo lazima ujue unachoenda kutengeneza na utengeneze algorithm nzuri ili usije uka sehemu ile ya procedure ya mtu kwanza inabidi alipwe ndo aende live au aende live ndo alipwe. Sasa wewe sababu algorithm design vibaya, mfumo unaanza kumlipa mtu kabla au una mtu anaenda live ndo anakuja kulipwa. Baada ya mtu alipwe kwanza ndo aende live. Si? Kwa hiyo zote ni process. Lakini programming kwa maana nyingine ni process of design and writing testing. Hizo yani kitendo cha kutengeneza program. Sawa? Kwa hiyo wewe lazima ujue. Lakini sasa hivi unahitaji sana kufanya hizo problem identifications. Sababu unabidi fahamu misingi sasa ile ya program. Sababu tunatumia language fulani. Hiyo language ina misingi gani? Ndio kitu cha msingi cha kufanya. Kwa hapa tulizungumzia translators, tukasema baada ya kuandika sa program, ile program utaandika kwa high level language, programming language zinabidi ziende kwenda kwenye nini? Low level. Zinahitaji mtu wa kutranslate. Hapa tuna translator kwanza inaitwa compiler. Sawa? Compiler ni language ambayo ana translate the entire source code. Source code ni zile code tunazoziandika zile code zinaitwa source code. Yeah. Kwa hiyo program ambayo inaanza kutranslate zile entire source code into machine language before execution. Kwa baada ya kuandika kwa mfano C# inahitaji compiler. Tutakuja kuangalia baadaye. Baada ya kuandika program ya C# kwenye file source code, ile aliendi fulani moja kwa moja. Sawa?
unavolitoa ile unavoicompile. Kucompile maana yake ni kuchukua vipande vya source code na kuviweka kwa kitu kimoja, alafu compiler inachukua zile, inaanza kuzitranslate ili machine language izielewe kabla ya execute. Kwa advantage ya compiler, ziko fast execution na zina detect error before run. Kwa compiler ita detect error kabla hazija run. Maana yake kwamba utaangalia sasa ni kama mtu ambaye anapokea menu yako, sawa? Anaiangalia, anasema anataka nyati. Sasa tuna nyati kweli hapa? Au baada ya kusema nyati anasema nyani. Utamrudia wewe, ulikuwa unamaanisha nyati au nyani? Ndio kazi sasa ya compiler. Kwa compiler maana yake tukirudi katika maisha yetu ya kawaida, unapopewa kazi, unapozikusanya kazi sehemu nyingi, unazikamata zile kazi pamoja, unampatia compiler. Compiler anaanza kuziangalia zile kazi. Umeona? Zote zikiwa zote kwa pamoja. Sawa? Hiyo ndio compiler. Interpreter anachukua kazi moja baada ya nyingine. Hapa tutoa mfano wa kazi. Wewe umeambiwa bana, Vincent, chukua taarifa za mkoa wa Temeke, Ilala na Kinondoni. Compiler anabidi azisubiri zote zije kwa pamoja. Sawa? Aziangalie, alafu akwambie kama zina shida. Interpreter asubiri kila unapompelekea ya Ilala, anaiangalia, yani hataki kusubiri hadi ifike ya nini ya Kinondoni. Kama Ilala ina shida, anakwambia rekebisha. Kwa anahamia ya nini. Kwa azisubiri zote zifike. Kwa hiyo mmoja anasubiri zote zifike, ni zote zifike ndio azifanyie kazi kwa mmoja. Sawa? Hizi nyingine zinabidi ziwe moja. Kwa hiyo kuna tofauti. Ingawa sasa C# inaangukia kwenye language ambayo ipo kwenye compiler. Sawa? Ipo kwenye compiler. Kwa hiyo ina detect error kabla ya ujalani. Huyu mwingine ni hizo ndio inafanya zote zina maana yake. Na nyingine kwa nini ziko hivi, nyingine ziko hivi. Sawa? Lakini elewa tu kwamba ina compile afu ndo isha compile, inaanza kuziangalia kabla hajampelekea machine language aweze kuziexecute. Yaani hizi ni program nyingine zilizoandikwa na binadamu ambazo zinatafsiri zile high level language. Yaani ile high level language inavyoiandika inakuja kutafsiriwa na hizi program mbili, compiler na interpreter. Hizi language zinakuwa ziko juu ya machine language, yani ziko kwa juu hivi. Unaweza kuzinstall, zinakuwa install. Nyingine zinakuja, kwa mfano C# inakuja na compiler yake tayari, au unahitaji kuinstall compiler pembeni. Kuna language nyingine zinakuja na interpreter yake. Sawa? Kwa hiyo ni kama kitu kinakuja tayari. Kwa hiyo hivyo, ingawa compiler, uzuri wa compiler ni kwamba unazicompile zote kwa pamoja ndio zinafanya kazi. Hizi nyingine unafanya moja baada ya nyingine. Na kwa sababu gani hizi za compiler? Sababu unaweza kuandika language kubwa sana ukazicompile zikafanya kazi. Sasa tukitoka hapo tunakuja sasa kwenye kitu kinaitwa paradigm. Sawa? Tunakumalizia paradigm, tunamaliza. Sasa baada ya kuwa na programming language, sawa, kuna approach zinazotumika, sawa, kwenye uandishi wa hizo language. Sawa? Kwa hizi approach zinazotumia tunazitaga paradigm. Kwa programming paradigm, kuna moja inaitwa procedure programming na nyingine inaitwa object oriented programming. Nadhani tulikusia kipindi kile kama unakumbuka. Kwa hizi ni approach tu, kama style tu.
Sawa? Style. Umeona? Kuna mtu ataandika kwa style hii, mwingine ataandika kwa style hii. Sawa? Ni kama tuseme mfano wa lugha ni ya Kiswahili lakini kuna mwingine anasema ni aje, mambo ni aje mzee. Kwa hiyo ni kama style, kuna mwingine ataongea style fulani hivi ya kimtaani, kuna mwingine ataongea style official. Sawa? Na zinakuwa zina maana. Kwa hiyo moja tu procedure programming. Sawa? Procedure ni kama kufuata procedure na kwenda procedure moja kwenda nyingine. Kwa hiyo procedure programming ni programming paradigm kama style au approach that inaorganize program into procedures or functions. Kwa instruction executed in step by step manner. Kwa hiyo kwa mfano unatakiwa utengeneze programu ya kupika ugali, sawa? Hauhitaji kudefine kimoja baada ya kingine. Yaani unachosema sasa hivi weka unga, baada weka unga, weka maji, koroga, hivyo subiri, hivyo. Yaani step by step, sawa? Yaani hiyo ndio approach. Kwa hiyo mara nyingi zinatumia function na procedures. Na uzuri wa hizi high level programming language unaweza ukafanya hizo approach zote. Unaweza kutumia procedure programming au ukatumia object oriented. Tofauti ni moja kwamba procedure programming inatengeneza very simple applications. Sawa? Kwa mfano calculator iko very simple. Kwa hiyo unaweza kutumia procedure program kwa sababu ya task yake. Ukasema hiyo. Kwa hiyo inatumia functions, tutakuja kujifunza function nini, sio na wasiwasi. Procedures usijali, na waga zinaanza from top to down approach. Yenyewe inaanza kuanzia juu kwenda chini. Zote of course language zinaanza juu kwenda chini, lakini kuna nyingine kwa mfano kama hizo object oriented programming kunakuwa na kitu kingine kiko nje huko, kwa hiyo inavuta kurudisha huko. Kwa data and function ya separate, siko separate. Program execution flow is sequence, inapata sequence. Kwa advantage yake kwamba they are easy to learn and understand. Ukiangalia tu language iliyoandikwa na procedure style, ni rahisi kuielewa. Na ziko suitable for very small applications. Kwa application ya kufanya kama calculator, application ya calculator, au application ya kutafuta wastani. Kwa hiyo ni very simple. Kwa hiyo vile function zake sasa zikawa reused na zinalikuwa less memory, hazihitaji memory nyingi. Kwa hiyo paradigm kama nilivyotoka kuelezea ni style au approach inayotumia kusolve problem and design program in a computer program. Kwa hiyo ile style mtu anayotumia kwenye kusolve problem na kudesign programs katika program inaitwa paradigm, na procedure ni moja kati ya paradigm ya programming. Sawa? Ni style fulani. So it defines the way programmer organizes and structures their code. Sawa? Ni kama style fulani. Kwa hiyo it's simple term programming paradigms is a method or philosophy of programming. Kama ni njia fulani ya kufanya program. Kwa programming paradigm is a particular style au approach unayotumia kwenye program that determines how program is structured and how solution to problem are developed. So importance of programming paradigms ni provide semantic way of solve problem. Inatoa maana wenye utaratibu mzuri wa kutatua tatizo. Ina improve program organizations, ina make program easy to develop and maintain, na inafanya approach tofauti. Kama ukipewa kazi kufanya, sawa? Kuna mtu ana style yake ya kufanya kazi. Nadhani unaelewa. Kuna mwingine amewasha YouTube huko anafanya kazi. Kuna mwingine anakula huko anafanya kazi. Sawa? Kwa ule mtindo unaotumika kusolve problems na kudesign, ule style ni paradigm. Sasa kwenye programming hapo tuna hizo style. Moja kati ya style tumesema ni procedure program ambayo inafuata step by step. Kuna mwingine anafuata step by step.
step by step kutoka juu kwenda chini. Mfano wa disadvantage kwamba zinakuwa ni ngumu. Kwa mfano wa procedure programming, sorry, paradigm ya procedure programming paradigm ni kwamba disadvantage yake ni kwamba ni ngumu sana ku manage kama ile application ikishaanza kuwa kubwa. Kwa ni ngumu, afu ina limitation ya data security. Sawa? Kwa zamani watu walianzaga huko wakaona hii style ya kupigaji kodi sio mzuri, waka move. Kwa mfano language ambazo zina support procedure ni C, kuna Pascal, kuna Basic, kuna Fortran. Mfano wa Python unaikuta program imeishia hapa, define hiyo ishia tu hapa, imeishia hapa. Kwa hiyo ni nini? Ni procedure program. Fungua pale unakuta kwamba ni add A and B, hiyo kwa simple. Yeah. Na unafuata taratibu kwamba utafanya hivi, utafanya hivi, utafanya hivi. Disadvantage kwamba unapokuwa na issue kubwa huwezi so. Object oriented programming sasa ni approach nyingine sasa ambayo ina organize software around object and classes. Na mfano wa object oriented ni C# ambao tunaenda kujifunza. Na hii pia ni ina session yake, ni complete session. So yani iko hivyo. Kama nilivyokumbuka kwamba kuna basics na object oriented program. Na C# ni object oriented, ina support object oriented program. Kwa hiyo unavyoandaa software yako itaenda kwenye object na classes. Sio step by step. Itaangalia jinsi gani hivi vitu vinavyohusiana. Yaani unapokuwa na problem, unapokuwa na solve, unabidi ujue katika problem what is the object, what is the classes, what is the methods, zinahusiana vipi. So that's how you approach. Sawa? Ni sawa kama unafungua simu au unafungua sio simu sasa, kama unafungua kitu ambacho kina nati. Kwa hiyo unakuwa unagundua okay, kuna nati nitafungua hizi. Hii nati hapa nenda pale, nati hapa unakuja huku, nitafuta kioo, nitafanya vile. Kwa hiyo you have to know kati ya vitu na tabia. Yaani vitu vinalileti vipi? Ndio unaenda. Kwa maana nyingine kwamba hii approach ilitumika zaidi katika maisha yetu ya sisi ya kila siku. Ndio maana inatumika, ni rahisi sana watu kuona, watu wanaipenda kwa sababu inaakisi maisha yetu ya kila siku. Objects. Yaani imeitaki object oriented. Object oriented. Kwa vitu vingine tutajifunza huko. Kwa tofauti ni hiyo kwamba procedure imefocus kwenye function and procedures. Object ina focus kwenye object na classes. Inatumia top down approach, inatumia bottom up approach. Kwa ngani kitu gani? Yaani inaanzia chini na kuja juu. Huku inaanzia juu na chini. Data and function na separate data and function are combined. Kwamba unapotengeneza program ya gari, manake kila kitu kinachohusiana na gari kinakaa pamoja. Huku naweza vikaa kwa separate. Procedure programming ni less secure, ni suitable for any program. Ni easy to learn, ni complex kidogo ku learn. Mfano ni C, huku mfano ni Java, Python and C++ or C and C#. Kwa kusema hayo naweza nikasema asante sana. Tumemaliza introduction ya computers. Hizi ni vitu ambavyo yani hapo wewe sasa tuko la sasa kuendelea sasa kujua sasa kuanza kuprogram vizuri. Kwa hiyo hapo ndipo imeishia hapa. Labda tukirudi kidogo hapa kwenye programs, labda program zimegawanyika kwenye programs zimegawanyika. Okay.
labda tuseme labda aina za programs. Sawa? Aina za programs tumesema kwamba kuna okay. Tuna desktop. Sawa? Desktop applications au program and application is almost the same. Tuna desktop. I'm trying to write here. Tuna desktop. Desktop. Tuna desktop application, tuna mobile applications na tuna web applications, na kuna nyingine zinaitwa embedded application au internet of things. Lakini sisi uzuri wa C# unafanya hivyo vyote. C# wanasema ni multi-purpose language. Yaani uhitaji kujifunza language nyingine kutengeneza applications zinazolani kwenye desktop, zinazolani kwenye kompyuta zetu. Hautohitaji tena kujifunza language inayolani kwenye simu, ni application inayolani kwenye simu. Hautojifunza application inayolani kwenye browser. Kwa hiyo ukishajua C# utajikuta kwamba unaenda kujifunza tu library za desktop, utatengeneza desktop applications za double click zile, utatengeneza web applications za kwenye browser, sasa utatengeneza mobile applications kwenye Android yako au kwenye iPhone yako. Kwa hiyo ni multi purpose language. It's very powerful. Sawa? Kwa hiyo mpaka hapa tulichojifunza, tumejifunza kompyuta ni nini na kila kitu. Kwa hiyo tunakwenda huko mbele tutakuja kuona basics sasa. Umeona? Tutaona basics za programming. Kwa basics za programming zina language zote zinafuata, lakini zinatofautiana tu kidogo. Sawa? Ni sawa na lugha ya Kiswahili na lugha ya Kiingereza, zote zina wakati uliokuwepo na wakati uliopita na wakati ujao. Sawa? Kwa kuna zile, ndio hiyo foundation ndio inakusaidia sasa kujua kwamba ni wakati uliopita kwa Kiswahili ni hivi, wakati uliopita kwa Kiingereza ni hivi, ndio inafanya unajifunza kwa haraka. Nikitaka kusema mambo kwa Kiingereza ni hivi, nikitaka kutoa salamu kwa Kiswahili ni hivi. Kwa hiyo kuna vile vitu basics mtu atakujifunza lugha. Kwa mfano mtu atakujifunza lugha ya Kiswahili, utamwambia anza kwanza kwa kusalimia, anza kwa kuomba maji. Sawa? Anza kwa kujua baba ni nini, anza kujua mama ni nini. Mambo basics. Sasa baadaye sasa ndio mnaanza sasa kuongea. Ndio maana ukikaa na mzungu ukimwambia kuna sijakupata hapo, sijakupata. Maana umeingia deep. Umeingia deep. Umeingia deep. Kwa mfano unamuuliza kitu unajua kabisa huyu jamaa hatojua. Sasa lakini labda utamwambia labda niambie niambie mtu akiwa labda unamwambia labda kwa Kiingereza akwambie kwa Kiswahili. Utakuta hajui. Sawa? Labda anamwambia au to drive. Kwa kuna vitu ambavyo ni basics vya maisha ya mtu kila siku, ndivyo tunakwenda kucheki. Ambavyo ni rahisi. Hata mimi nikisema nitaka kujifunza kwa haraka haraka, wote hapa Kifaransa unasema bonjour au Kichina unasema ni hao. Umeona? Kwa hiyo unajikuta kwamba hivyo ndio vitu ambavyo mtu ataanza kufundisha. Salamu, kesho utajifunza jinsi ya kuomba maji, utajifunza jinsi ya kusalimia asubuhi, jioni na usiku. Kwa sasa we gonna learn. Lakini lengo kubwa ni kwamba ukishafahamu hizi mambo unahitaji kufanya mazoezi. Kama unavyokumbuka kwamba programming kwa ujumla ni kama mtu anapoenda gym. Kwa ukienda gym manake kama hautofanya effort, tasahau.
Na njia moja ya kufanya hii mambo hizi skills, uzuri hizi skills ukishafanya mara kwa mara zinakaa kichwani na zitakutengenezea mazingira. Utakwenda kujifunza Java, utaona Java ni rahisi. Utakwenda kujifunza Python, utaona ni rahisi. Utakwenda kujifunza language nyingine labda PHP, utaona pia ni rahisi kwa sababu misingi ile. Kwa kusema hivyo, kama kuna swali kabla tujafunga session yetu ya leo, ili kesho tuendelee. Kwa hiyo hivyo ndio hivyo. Kwa kusema hayo, I call it a day. Kwa hiyo labda kuna kitu gani ambacho labda tu mwisho wa hii sehemu, ni kitu gani ambacho unahisi umefunguka ulikuwa ukifahamu? Kama kuna anything umejifunza kweli kwenye, sababu mimi nategemea at the end of this part huo unajua kompyuta ni nini, kompyuta ina vitu gani, kompyuta ni nini, language inaongeaje, sawa. Na tunachoenda kujifunza ni mwendelezo wa tulichokijua, ni kwamba tunaenda kujifunza jinsi ya kuiambia kompyuta nini cha kufanya specific. Ni sawasawa na lugha, kwamba tunaenda kujifunza sasa hivi Kichina. Ushajomba, tunaenda kujifunza sasa Kichina rasmi, ili ukienda China uweze kuongea. Na mengine alikuwa tu ni by the way. Basi kwa kusema hayo, na kwa nini unahitaji kujifunza programu? Sababu kompyuta tulisema ni kifaa ambacho kinaonekana kuwa powerful na kina uwezo mkubwa sana, sababu zile hesabu zake ni very powerful, na bado kuna mazingira mengi ya kuweza kutumia digital, kutumia kompyuta. Kwa hiyo wewe unachoenda kujifunza sasa hivi ni kwenda kutatua matatizo kwa kutumia kompyuta, lakini kwa sababu hujajua nini cha kutumia programu, yaani kutumia programming language. Kwa hiyo wewe unachoenda sasa, maana sasa hivi ulikuwa unatamani kutatua tatizo fulani kwa kompyuta, lakini ulikuwa hujui nini cha kufanya. Kwa hiyo ndio unachoenda kujifunza. Baada ya kujua sa basics na kujua ni nini na nini. Yes, kwa mfano una biashara yako, labda unauza viatu, duka la mangi. Yaani unaona manyo, unafanya manyo wengi sana, manyo time ina human effort nyingi, muda unapotea na nini. Unaona? Unakuja gundua hii kurahisisha, na nitumie kompyuta. Watu wanakuambia unabidi utumie kompyuta. Lakini kompyuta nitaeleza nini, nitafanya nini na kompyuta? Ndio hapo najifunza programming na sasa. Kwa hiyo program unazoziona zote, hata program tunayotumia hapa kuelezea kwamba kuna tatizo, watu wanataka tufanye online teaching. Unafanyaje online teaching kupitia kompyuta? Watu ndio wakatengeneza hizi tools, Zoom. Kwa hivyo kwa mtu akakaa chini akafikiria tengeneza Zoom, kwa akapata basics, akaangalia, akatengeneza, enda kwa hata mwenyewe baada ya kupata hizo elimu enda. Kwa kusema hayo, hii video na nitaiupload pia nitashare na wewe. Asante.